Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia ziada za rehma bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ndugu wa Tanzania na waandishi wa habari kwa ujumla, kama ambavyo ametangulia kusema msemaji wa Umoja wa Wahadhiri wa Kiislamu, lengo la ujio wetu ni kuamua kuzungumzia swala zima la mmomonyoko wa maadili katika jamii yetu. Tunaposema katika jamii, maana yake mmomonyoko wa maadili ndio nguzo ya watu kuishi. Yani kama watu wataishi kwenye maadili mema na yaliyo sawasawa, maana yake hiyo jamii ndio itakuwa yenye kufanikiwa. Lakini kila jamii ina wasimamizi wa kusimamia maadili. Wanaostahili kusimamia maadili nambari 1 wanaweza kuwa ni viongozi wa kidini, viongozi wa kiimani, kwa sababu viongozi wa kiimani wanamjenga mtu ndani ya moyo wake. Wakimjenga mtu ndani ya moyo, maanake huyu mtu anakuwa na hofu ya Mungu pindi anapotembea, pindi anapolala, pindi anapofanya jambo lolote. Lakini viongozi wa kidini wanapokuwa wao ndio wameanza kuharibika kwenye maadili, maana yake hata wale wanaowasimamia na wenyewe hawawezi kuwa na maadili ya aina yoyote. Kwa sababu unaweza kuona viongozi wa serikali wakawa na sehemu fulani ya kusimamia maadili, lakini viongozi wa serikali wanausimamia mwili, lakini viongozi wa kidini wanasimamia roho. Anayesimamia roho ana nguvu zaidi kuliko anayesimamia mwili, kwa sababu huyu anayesimamia roho ameshika moyo wa mtu. Hata akiwa peke yake anakuwa na hofu, kwa sababu moyo wake unakuwa na hofu ya kimungu. Sasa kama ambavyo msemaji wa kwanza alivyotangulia, kumekuwa na mambo mengi yakiendelea katika taifa, na watu wanaweza kujiuliza, kwa nini umoja wa wahadhiri tuseme? Tunasema umoja wa wahadhiri kwa sababu moja ya shughuli yetu ni kusema, kulingania mema na kukataza mabaya. Taasisi yetu imesajiliwa kwa kazi ya kulingania mema na kukataza mabaya. Sasa jambo lolote baya linapotokea katika jamii, huwa hatuangalii baya hii analifanya nani, awe analifanya kiongozi wa serikali, tutasema. Na tumekuwa tukisema sana, hata huko nyuma mmekuwa mkiona tukisema, wawe ni serikali tutawasema, wawe ni viongozi wa kidini tutawasema, wawe ni raia wa kawaida, hata kama ni sisi wenyewe tumekosea tutasemana, kwa sababu moja ya wajibu wa taasisi yetu ni kuhakikisha inatoa mwongozo ulio sawa. Ndugu zangu, katika mazungumzo ya kijamii kuna vitu viwili. Kuna kitu ambacho watu wanasema legality, uhalali wa kisheria, lakini kuna uhalali ambao tunaita legitimacy, uhalali wa kijamii. Sasa unaweza ukalisema jambo kwenye uhalali wa kisheria, pengine ukawa na uhalali wa kulisema, lakini legitimacy kwa maana ya uhalali wa kisheria, hilo jambo ukawa hauna uhalali wa kijamii, ukawa hauna uhalali wa kulisema kwenye jamii. Kwa nini tunasema haya? Kama alivyotokea msemaji wa kwanza, katika jamii yetu tunapoishi tumekuwa kuna mambo yanaendelea kila siku, lakini yanaendelezwa na watu wale wale, kila kukicha sura zile zile, watu wale wale. Mfano, kwenye jamii yetu kuna mtu anaitwa Gwajima, mwenyewe anajiita askofu. Sijui uaskofu kwenye Ukristo wanaupataje, lakini sina shida na huo uaskofu wake. Gwajima amekuwa akieleza mambo mengi sana, lakini amekuwa na chokochoko nyingi sana. Wakati mwingine anaigusa mpaka jamii ya Kiislamu kwa hizo chokochoko. Tatoa mifano kadhaa. Wakati wa swala la mahakama ya kadhi lililokuwepo, tayari serikali imeshajiridhisha kwamba mahakama ya kadhi haina matatizo yoyote. Wamefanya utafiti Uganda, wakaona iko haina matatizo. South Africa wakaona iko haina matatizo. Wakaenda Kenya, wakaona iko haina matatizo yoyote. Lakini Gwajima alivyoenda kanisani kwake akaponda sana swala la mahakama ya kadhi, jambo lisilomhusu, linawahusu Waislamu. Lakini siku moja akaenda mbali zaidi, akasema hii misikiti, madrasa zote hizi zitageuka kuwa Sunday school. Yote manake ni sehemu ya chokochoko dhidi ya Waislamu. Na swala ambalo limetokea hapa juzi kati, kama tulivyosikia, ametoa mifano yake ya uchawi, ya kufeka wachawi. Katika mifano yake ameenda mbali, anasema hata huyo mchawi akiwa ni shekhe, feka. Huyo mchawi akiwa ni darueshi, feka. Lakini mbona hajasema huyo mchawi akiwa ni shemasi, feka?
Mbona hajasema huyo mchawi akiwa ni padri feka? Kwa nini asiwaseme na hao? Lakini kwa nini asemee mashehe? Mashehe zetu nani alimwambia mashehe ni wachawi? Kwa nini watolee mifano mashehe kwenye sifa ya uchawi? Lakini vile vile haya mambo tunapozungumzia kwamba yanatengeneza chokochoko katika jamii yetu leo hii, kila mmoja anaelewa thamani ya viongozi wa serikali, nafasi yao, lakini namna ambavyo tunahitaji kuirejesha nchi katika hali ya kuwa pamoja. Lakini kila kukitokea asubuhi, mmekuwa sehemu ya kushambulia. Tatizo la nchi yetu, kuna watu wanajipa uhalali wa kudhani kwamba wao ndio sauti ya Watanzania. Kuna watu wanajipa uhalali wa kudhani kwamba wao ndio wenye haki zaidi na hii nchi kuliko mtu mwingine yoyote. Kwa hiyo sisi tunaendelea kusisitiza, lengo la makusudio la haya mazungumzo yetu ambayo tunayasisitiza leo na tutaendelea kuyasisitiza ni kumtaka Gwajima, namba moja, asicheze kabisa na masuala yanayohusu Uislamu. Atoe mifano yake ya Ukristo ya kadhalika, lakini Uislamu auache. Lakini kama ana hoja pia, sisi ni wahadhiri, umoja wa wahadhiri wa dini ya Kiislamu Tanzania, moja ya kazi yetu kubwa ni kufanya mijadala ya kidini. Kwa hiyo kama yeye anaamini dini yake ndio ya haki zaidi na iko sawa, tunamwalika kufanya naye mjadala. Lakini najua hawezi, kwa sababu hajui Biblia wala hajui chochote, hawezi. Kwa sababu kama angekuwa anajua Biblia, hata angezingatia. Nimalizie kwa mfano mmoja ambao aliutoa Bwana Yesu katika kitabu cha Luka sura ya 15 mstari wa 11 mpaka 13. Yesu alitoa mfano wa wale watoto wawili ambao walikuwa na baba yao. Mtoto mmoja mdogo akamwambia baba yake, baba, mimi nataka utugawie mali. Inaitwa kisa cha mwana mpotevu. Tugawie mali. Mmoja akasema anataka urithi wake kabisa. Yule baba akasema basi msiwe na wasiwasi. Akachukua mali akamgawia mkubwa na mdogo. Yule mdogo akaenda zake mbali huko, akatapanya zile mali, akaziharibu. Baadaye akaishiwa, akaanza kuhangaika, hajui cha kufanya. Maisha yakawa magumu. Mwisho wa siku akasema bora nirudi kwa baba kule nikafanye kazi kama wafanyakazi wake. Kule kuna chakula, kuna nini, nitakula hata chakula. Aliporudi nyumbani, cha kwanza alifika akamwambia baba yake, mimi naomba unipe msamaha, unisamee kwa makosa na Mungu anisamee. Baba yake akamwambia basi mwanangu, nimekusamee. Akamchinjia ndama. Alipomchinjia ndama mzuri, yule mtoto wakampigia na ngoma, sherehe zikawa zinafanywa. Yule mtoto aliyebaki nyumbani, ambaye hakutoka nyumbani wala hakuzitapanya zile mali, akaanza kuona wivu, akaanza kusema maneno mabaya. Mimi ndo nimekuwa mtoto mzuri, inakuwaje leo sijawahi kuchinjiwa mnyama, anachinjiwa huyu, inakuwaje? Sasa nani aliyepotea katika hao wawili? Aliyepotea sio huyu mtoto aliyeondoka. Aliyepotea ni yule aliyebaki nyumbani, ambaye alichukua nafasi ya kujikweza, kujiona yeye ni bora, kujiona yeye ana thamani. Lakini huyo aliyerudi kwa baba na kuomba samahani, huyu ndio yule ambaye hakupotea. Japo kwamba ukiangalia kwenye picha unaweza ukamwona yeye ndio mwana mpotovu. Kimwili unaweza ukaona yeye ndio amepotea, lakini kiroho yeye hajapotea. Sasa Gwajima tunamuona kama mwana mpotovu aliyepotea, kwa sababu kila siku kwenye kazi yake ni kujisifu. Tumesoma Biblia nzima, ni pahala gani Yesu alishawahi kujisifu kwamba mimi ndo kiboko, njooni kwangu mtaona? Lakini leo Gwajima kanisani kwake kuanzia asubuhi mpaka jioni yeye ni kujisifu, mimi ni simba, mimi ni kiboko, mimi ni hivi. Sasa haya ni mambo ambayo hayaleti nidhamu kwa kiongozi wa dini. Kwa kiongozi wa namna hii anatosha kutoa tafsiri kwamba sio kiongozi wa dini, ni mpiga dili. Sasa hao wapiga dili wa namna hii waheshimu Uislamu. Sisi tunaheshimu madili yao, kwa sababu kila mmoja ana namna yake ya kutafuta riziki zake. Tunaheshimu njia zake za kupiga madili, lakini na yeye aheshimu Waislamu. Asiwataje mashehe, asiwataje madarueshi kwenye mambo ya namna hiyo. Lakini swala hili la viongozi wa serikali na kadhalika kufanya nini, sisi sio wasemaji wa viongozi wa serikali, sio wasemaji kabisa wa viongozi wa serikali. Lakini kwa sababu utafaruku, maneno yakiwa yanatoka kila siku, huwa yanatengeneza hali mbaya kwa watu. Yakitengeneza hali mbaya kwa watu, mwisho wa siku inaweza kuja kutokea mtafaruku kwenye jamii. Ikitokea mtafaruku kwenye jamii, maana yake mimi pia ninahusika, Amiri anahusika, katibu wangu hapa anahusika, viongozi, hata nyinyi hapo mlipo mnahusika. Kwa mfano siku ile ya tarehe 29, hata nyinyi mlijificha ndani kama mimi. Watu wote tulikaa ndani. Maana yake hakuna mtu ambaye alikuwa salama. Kwa nini? Kwa sababu ya vurugu zilizokuwepo. Kwa hiyo tunahitaji nchi yetu iende kutulia, iwe na amani. Hatupingi kumkosoa kiongozi wa serikali. Kiongozi wa serikali ni binadamu, anaweza kufanya makosa akakosolewa, lakini kuna kushambulia na kuna kukosoa. Kuna tofauti ya kukosoa na kuna tofauti ya kushambulia. Kuna wakati ukiangalia unaona hapa sio ukosoaji, bali
ni kushambulia. Sasa ukinaposhambulia unatengeneza matatizo. Kinachotakikana watu wasishambulie, viongozi wanatakiwa wakosoe na kuonesha njia. Kwa mfano, sisi tunaweza tukasema jambo hili serikali haliko sawa. Kwa hiyo sisi kama viongozi tunasema hili haliko sawa na tunapendekeza jambo hili liwe hivi hivi hivi. Huo ndio ukosoaji. Lakini ikiwa unashambulia, maana yake lengo lako wewe ni baya, huna lengo jema. Kwa hiyo ndugu waandishi wa habari na Watanzania wote kwa ujumla, sisi kama umoja wa hadhiri tunaendelea kusisitiza, anapotoa mifano yake achane na Uislamu. Sisi tunajua pia kufanya anayoyafanya, achane na Uislamu, achane na mashehe, atoe mifano yake huko anakotoa. Lakini tunaendelea pia kusisitiza, tunahitaji amani ya nchi hii, tunahitaji salama ya nchi hii. Haki bila amani haiwezi kuwepo, na haki na amani bila haki pia haiwezi kuwepo. Haya ni mambo mawili yanayotegemeana. Asikudanganye mtu kwamba ile haki tu peke yake, amani hakuna. Hicho kitu cha namna hiyo duniani kote. Ndio maana leo unaona mapigano ya Irani na Marekani na Israeli. Nini kinachotafutwa sasa hivi? Wanatafuta amani. Hawaanzi kujadili haki, lakini wanajadili kwanza nini? Amani. Haya mambo mengine yatakuja baadaye. Kwa hiyo ni lazima tujue haki ina umuhimu, lakini lazima tujue amani ina umuhimu. Na ili ya mambo yote yapatikane, lazima kuwe na nidhamu. Nidhamu kwa viongozi wa dini, nidhamu kwa viongozi wa serikali, nidhamu kwa wananchi. Nidhamu inapokuwepo, haya mambo yote ya haki, haya mambo yote ya amani, usalama wa nchi, kushirikiana, mambo yote hayo yatakwenda kupatikana. Kwa hiyo lengo letu ni hilo, tunasisitiza. Lakini kwa sababu bado kuna wasemaji wengi hapa, wana mengi ya kusema, wataendelea kuyasema. Niwashukuru sana waandishi wa habari, niwashukuru wa Tanzania kutusikiliza. Wa ulahuna wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.